bunduki yangu haina nguvu sana, piga risasi hapo aingie, sasa hivi. Akasimama, lakini baada ya hapo nikaamka. Nilipoamka ndipo nikapewa kitabu cha Nehemia sura ya 1, na yenyewe inasema habari za Nehemia mwana wa Hakalia, ikiwa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nitarudia habari za Nehemia mwana wa Hakalia, ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nilikuwepo Shushani ngomeni. Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari ya Wayahudi waliopona, hawa watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya ziki nyingi na mashtumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikamwomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusihi Mungu, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wanaokupendao na kuzishika amri zake. Tena tega sikio lako, macho yako yafunguke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hapo nimeziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizoamuru Musa mtumishi wako, na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa watakuwa katika pande za mwisho za mbingu. Hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuliweka jina langu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili ambalo Mungu akanipa
linaonyesha dhahiri ya kwamba ile vita ambayo tuliyoiona